Jahazi TV. Dakika 90 zimeweza kumalizika kutokea katika uwanja huu wa Mau A, ligi kuu ya Zanzibar ikiwa imeendelea, na tumeweza kushuhudia mtanange mkali kutoka kwa Punda wa Kishua akiwa umeongoza goli moja kabla ya mchezo kuhitimishwa, lakini baada ya mechi kuendelea kuchangamka zaidi, timu ya Kipanga ameweza kurudisha goli hilo moja, hali iliyofanya kuwa na utofauti katika alama na pointi walizokuwa nazo kwa timu hizi mbili. Timu ya Kipanga akiwa katika mzunguko wa 20 na jumla ya alama 34, huku timu ya Mwembe Makumbi akiwa pia katika mzunguko wa 20 na jumla ya alama 29. Makocha wote wawili tumeweza kufanya nao mahojiano na kila kocha ameweza kueleza namna mchezo ulivyokuwa, lakini pia mbinu walizozipanga na namna atakavyokabiliana na mechi zinazofuata. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama, hatuna injury, lakini yote kwa yote timu yetu imeingia ikiwa dhaifu sana. Ni kwa sababu ile top 11 ambao tunaitegemea wachezaji wote ni injury, wengine bado wanaumwa. Kwa hiyo tumeingia na mabeki wengi, tumeingia na viungo wachache pamoja na mawinga watupu. Kwa hiyo kurudisha wa goli ni mchezo kwa sababu imetokea ni mistake. Kwa hiyo haina tatizo, ila sisi wenyewe tumemisi magoli mengi sana, nafasi tumezipoteza nyingi sana. Tumeiona, tumejaribu kuifanyia mazoezi, hata last game ilitokea hiyo, tukapuli kwenye uwanja wa mazoezi kufanyia mazoezi, lakini ni mistake za wachezaji ambao upokeaji wa wachezaji, namna wanapokea ndivyo ambavyo wanaamua. Sometimes unataka ufanye hivi, kocha anataka ufanye hivi, wachezaji inatokea wanafanya makosa. Wana wachezaji wa kupiga. Kwa hiyo leo, mechi ya leo hawakufanya kile ambacho wanahitaji kwa sababu tumekosa nafasi nyingi, na ni kwa sababu ya uchache wa ile strength team ambayo tunategemea. Washabiki kwanza kwenye benchi la ufundi hawezi kutupa pressure kwa sababu sisi tunajua kazi yetu, as a technical bench kazi inajulikana inafanyika vipi. Kwa hiyo hawezi kutokea mtu huko hajui taaluma ya ualimu akakupresi wewe ufanye jambo fulani. Sisi tunajua na ndipo uwanja wa mazoezi, washabiki uwanja wa mazoezi hawaji. Hii bado inarudia tena, ni kwa sababu ya injury pamoja na hali ya kiafya ya wachezaji. Tuna wachezaji 7 first 11 hatukuwaona, na hii ni mechi ya 3, tupo tunasafa. Bado tuna nafasi ya kuweza kumbania na top 4. Tupo kwenye nafasi ya top 4. Ubingwa bado tunakimbilia kwanza top 4 and then tutakwenda kwenye ubingwa. Sababu bado nafasi tumeachwa kubwa sana, gap ile imekuwa kubwa sana kwenye kugombania ule ubingwa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza salama, na vile nashukuru wapinzani kwa mchezo bora ambao ni fair play, hakuna serious case ambayo imetokea kwenye injury. Lakini kwenye hilo la tactics issue, maana yake ni tuliread game the first half kwa sababu tulikuja na mpango kazi, lakini ulikuwa una changamoto kidogo kwake out. Kwa hiyo tulirudi kwenye vyumba vya kubadilisha nguo, tukaona tuje na plan B ambayo ulisema kwa timu ya pili. So kwenye mpira sio kitu kibaya, sio, na sio kila mechi itakuwa timu ya kwanza. So tulikuja timu ya pili na tukaona jinsi tunaweza kutengeneza nafasi. Of course inatosha kwa kutokana na jadwali ambalo lipo kuliko kupoteza. So tumeongeza mtaji kwenye mbio hizi, tupo ndani ya malengo. Kwa hiyo nafikiri sio kitu kibaya, lakini lengo letu lilikuwa ni kuja kupata alama 3. So tumepata moja, basi tumshukuru Mwenyezi Mungu, na tunaenda kupumzika kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ili turudi tukiwa bora. Basi ni maintain performance pamoja na haya matokeo. Coach, kipindi cha mapumziko ya michuano Mapinduzi Cup, kabla hapo mlikuwa mko vyema kabisa, lakini baada ya mapumziko mkaja na mwendo wa kusuasua. Mnatupa mashaka kwenye upande wa mapumziko ya Ramadhani. Je, mikakati ikoje hasa kuelekea kwenye mapumziko haya? Hatupendi tokea hivyo, hawa ni binadamu nao, kwa hiyo sisi tunawapa break kama hiyo, lakini mara nyingi inakuwa inapumzika timu, sio mchezaji. Lakini sasa mchezaji anapokuwa nyumbani sisi hatumsimamii. So tutajitahidi kwa hilo ili tukirudi basi tuwahi kurudi mapema ili tuwe bora zaidi kwenye hizo mbio za kuania hii nafasi za ubingwa. Nikukumbushe kuwa kwa mujibu wa ratiba za mechi hizi ya ligi kuu Zanzibar, kesho kutakuwa na mchuano kati ya JKU pamoja na Polisi. Polisi akiwa na jumla ya alama 19 kwa mizunguko 19 ya mechi ambazo ameweza kucheza. Unadhani je, Polisi ataweza kuvuka katika mstari huu wa alama nyekundu itakayomfanya aweze kutoka katika michuano hii ya kuwania taji la ubingwa ligi kuu ya Zanzibar? Usikose, salia nasi Jahazi TV, tutakuletea ripoti maalum katika viwanja hivi vya Mau A ambapo kesho wataweza kucheza. Mimi ripota wako ni Zaitun Juma, hadi wakati mwingine, asante. Jahazi TV.